Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka annaka kad khuliqta kama tasha'u. Nam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia tafsiri za sura za Qur'ani tukufu. Yani ukiota unasoma sura za Qur'ani tukufu, ndoto hizi zinaashiria kitu gani? Lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Naam, na leo ndugu zangu watazamaji, tutaanzia na ndoto ya sita, kwa maana ya sura ya sita ambayo ni suratu Al-An'am. Wanawazuoni wanasema maraa kaannahu yaqra'u surat Al-An'am, wanasema mwenye kuota kana kwamba yuwasoma suratul An'am ambayo ni sura ya sita, wanasema kathurati an'amuhu. Ndoto hiyo inaashiria neema zake zitaongezeka, baraka zake zitaongezeka, yani Mwenyezi Mungu atamuongezea baraka. Wadawabuhu, na mifugo yake itaongezeka. Wa mawashihi, na wanyama wake wataongezeka. Waruzikal jude, na ataruzukiwa ukarimu, kwa maana ataruzukiwa mali na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu zangu watazamaji, ama ndoto ya saba, wanasema wanawazuoni, ama sura ya saba, wanasema waman qaraa surat al-A'raf, na mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwasoma suratul A'raf, wanasema lam yakhruji min ad-dunya hatta yata'u qadamahu min turi hatta yata'u qadamuhu turu Sina. Wanasema na mwenye kuota yuwasoma suratul A'raf, ndoto hiyo inaashiria lam yakhruji min ad-dunya, hatotoka katika maisha haya ya duniani, kwa maana ya kwamba hatofariki dunia, hata mpaka yata'u qadamahu, mpaka zikanyage nyayo zake mlima Sinai. Manake huyu mtu Mwenyezi Mungu atambariki kufika mlima Sinai, mlima ambao unapatikana katika nchi ya Misri. Kwa hivyo ukiota unasoma suratul A'raf, basi ndoto hiyo ni miongoni mwa ndoto za kheri na inaashiria utafika mlima Sinai uliopo Misri. Lakini wanaendelea wanazuoni, wanasema waman qaraa surata al-Anfali, wanasema na mwenye kuota yuwasoma suratul Anfali ambayo ni sura ya 8, wanasema razaqahu Allahu dhafru bi'adaihi wa ruzikal ghanaim. Wanasema ndoto hiyo inaashiria ya kwamba Mwenyezi Mungu atamruzuku mtu huyo ushindi kwa maadui zake. Ina maana kama wewe ndugu yangu unapambana na maadui, kuna maadui zako unapambana nao, na Allah akakuruzuku ama akakujalia kuota ya kwamba unasoma suratul Anfal, maana yake hao maadui zako utawashinda. Razaqahu Allahu ad-dhafru, Mwenyezi Mungu atamruzuku ushindi bi'adaihi, juu ya maadui zake. Waruzikal ghanaim, na mtu huyo ataruzukiwa neema nyingi sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni ndoto ya 8 ya kuota unasoma suratu al-Anfali. Ama wanasema waman qaraa surata Tauba, na mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwasoma suratu At-Tauba ambayo ni sura ya 9,
wanasema asha fi nnasi mahmudan. Ndoto hiyo inaashiria kwamba huyu mtu ataishi na watu kwa kusifiwa, manake atakuwa ni mtu mwenye sifa njema kwa watu na watu watakuwa wakimsifia. Wa mata ala tauba, na atakufa hali ya kuwa ametubia madhambi yake, ametubia makosa yake. Ukilala usingizini ukaota unasoma suratu Tauba, maana yake wewe utakuwa ni mwenye kusifiwa na watu na Mwenyezi Mungu atakujalia tauba kabla ya kifo chako. Naam, lakini wanasema waman qaraa surata Yunus, wanasema na mwenye kuota yuwasoma suratu Yunus, ambayo suratu Yunus ni sura ya 10. Ukilala ndugu yangu ukaota unasoma suratu Yunus, wanasema hasunat ibadatuhu, wanasema ndoto hiyo inaashiria ibada zake zitakuwa ni zenye kupendeza, ibada zake zitakuwa ni zenye kupendeza. Wanasema hasunat ibadatuhu, ibada zake zitakuwa ni zenye kupendeza. Walam yadhurrahu kaidun wala sihirun, na hatopata madhara ya njama wala uchawi. Yani kama kuna maadui zake wanampangia njama mtu ambaye amelala na akaota yuwasoma suratu Yunus, basi hizo njama za maadui zake hazitamdhuru wala uchawi hautamdhuru. Kwa hivyo kama ukiota wewe ndoto kama hiyo, ukiamka mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, lakini ndoto ya 11 wanasema waman qaraa surata Hud, kwa sababu sura ya 11 ni suratu Hud. Sasa wanasema na mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwasoma suratu Hud, wanasema kana marzuqan min alharthi wan nasli. Ndoto hiyo inamaanisha au inaashiria mtu huyo aliyeota ataruzukiwa uzao na kizazi. Mwenyezi Mungu atamruzuku uzao na Mwenyezi Mungu atamruzuku kizazi kwa rehma zake Allah tabaraka wa taala. Naam, lakini wanaendelea wanasema waman qaraa surata Ra'di, waman qaraa surata Yusuf, ambao ni ndoto ya 12. Sura ya 12 inaitwa suratu Yusuf. Sasa wanasema waman qaraa surata Yusuf, na mwenye kulala akaota ya kwamba yuasoma suratu Yusuf, suratu Yusuf, wanasema dhulima awalan thumma yamliku akhira. Wanasema ndoto hiyo maana yake huyo mtu aliyeota atadhulumiwa mwanzoni, kisha mwishoni atakuwa mfalme, atakuwa na mamlaka. Yamliku akhira wa yulaqi safaran yuqimu fihi, wa yulaqi safaran yuqimu fihi, na wanasema na atakutana na safari, yani atasafiri, lakini katika safari hiyo huko atakaposafiri atakuwa ni mwenye kuishi huko atakaposafiri. Kama ilivyokuwa kwa Nabii Yusuf alayhi salam, alidhulumiwa na ndugu zake, lakini mwisho alikuwa nani? Alikuwa ni mtu mkubwa sana, na kule alikosafiri Nabii Yusuf alayhi salam aliishi kule. Kwa hivyo kadhalika mwenye kulala akaota yuasoma suratu Yusuf, manake atadhulumiwa mwanzoni, dhulima awalan, atadhulumiwa mwanzoni, thumma yamliku akhira, kisha mwishoni atakuwa ni mwenye mamlaka, wa yulaqi, na atakutana safaran, na safari, yuqimu fihi, ambayo safari hiyo huko atakaposafiri atakuwa ni mkazi wa hiyo sehemu atakayosafiri. Tabaan, lakini wanaendelea wanawazuoni wanasema waman qaraa surata Ra'di, waman qaraa surata Ra'di, na mwenye kuota, mwenye kulala akaota ya kwamba yuasoma suratu Ra'di, ambayo ni sura ya 13. Suratu Ra'di wanasema kana hafidhan lid'awati, mtu huyo atakuwa ni mwenye kuhifadhi dua mbalimbali. Mwenyezi Mungu atambariki kuhifadhi dua mbalimbali. Wa yasra'u ilayhi shaib, na haraka sana mtu huyo atapata mvi, manake atakuwa ni mwenye kupata mvi haraka sana katika umri wake.
Taib, wanaendelea wanasema waman qaraa surata Ibrahim, wanasema na ndoto ya 14, wanasema na mwenye kuota yuasoma suratu Ibrahim, na suratu Ibrahim ni sura ya 14 katika zile sura za Qur'ani, katika zile sura za Qur'ani suratu Ibrahim ni sura ya 14. Sasa mwenye kulala akaota yuasoma suratu Ibrahim, wanasema hasuna amruhu, kwanza mambo yake yatakuwa mazuri, wa dinuhu, na dini yake itakuwa nzuri, inda Allahi taala, mbele ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Yoyote mwenye kulala akaota yuasoma suratu Ibrahim, mambo yake yatakuwa mazuri, Mwenyezi Mungu atamfanyia uzuri wa mambo yake, wa dinuhu, na dini yake, inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni nzuri kwa rehma za Allah. Naam. Ama ndoto ya 15 anasema waman qaraa suratal hijri, na mwenye kulala akaota yuasoma suratul hijri. Suratul hijri ni sura ya 15. Wanasema ndoto hiyo inaashiria nini? Wanasema kana inda Allahi wa inda nasi mahmudan. Ndoto hiyo inaashiria kwamba huyo mtu atakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, atakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele za watu ni mwenye kusifiwa. Manake ni mtu ambaye atakuwa ni mwenye kusifiwa mbele ya Mwenyezi Mungu, atakuwa na sifa nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, na atakuwa na sifa nzuri mbele za watu. Kwa leo ndugu zangu watazamaji, tutaishia ndoto hiyo ya 15. Usikose muendelezo wa tafsiri za ndoto hizi za sura za Qur'ani katika sura ya 16 na kuendelea mpaka tuzimalize sura zote kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Mwisho, kwa wale ambao watahitaji tafsiri ya ndoto zao binafsi, ndugu yangu mtazamaji, kama utahitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa sadaka. Utatuma sadaka yako kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0652286323, kisha utatupigia, utatuhadithia ndoto yako au utatutumia message. Kadhalika kama unahitaji visomo, unahitaji tiba kiujumla, tuwasiliane kwa nambari hizo. Naitwa Imam Shaabani Ramadhani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.